Achana ya Chasambi. Draw ya Azam ile dakika 89. Mnaongeza mbili baada ya dakika 59. Zidane anatokea sio wapi. Zidane sherehe yule. Afu alitoa boko moja nakumbuka. Kaingia dakika 89. Man of the match ngasa alhamdulillah ligi yetu inaondoka. Hivi kwa nini mashabiki wa Bongo wengi tuna ushamba? Kwa sababu ya hatukubali vitu vya kwetu. Ile ndambuli na kwetu ni watu. Ulimwona Sabala. Alikuwa kapteni. Yule wanaliaga yule. Ndio yeye akapombe ndo aliolia. Wanalia wale. Wanashika benchi pale wanalia wale. Ndio kwaje anaruka na ngao vile kweli. Afu kuna mtu akanitumia interview yake ya mechi ya mwisho ile. Akasema unaambia ni mashabiki wa Simba. Akasema kumbe alisema hivyo kwamba uende kushabikia timu. Mchezo kati ya kikosi cha klabu ya Yanga dhidi ya Simba katika ngao ya jamii tarehe 16 ya mwezi wa 9 mwaka 2025 umetamatika na kikosi cha Simba kimepoteza tena kwa mara ya 6 mfululizo katika michezo inayohusisha timu hizi mbili zinapokutana kwa maana ya dabi ya Kariakoo kati ya Simba dhidi ya Yanga. Karibu sana mwana IREM TV ambayo unatufuatilia popote pale ulipo duniani kwa hivi sasa. Leo niko na Paco Steve kwa ajili ya uchambuzi wa kile ambacho kimejiri kwa siku ya jana katika mchezo kati ya Simba dhidi ya Yanga, miongoni mwa michezo iliyosubiriwa na hatimaye imetoa majibu ya muendelezo. By the way, disappointment kwa klabu ya Simba, lakini ni furaha kwa klabu ya Yanga kuendelea kumtesa mtani wake kwa maana ya klabu ya Simba mara baada ya goli moja tu la Pacome Zouzoua lililowapa ushindi lakini pia ubingwa wa ngao ya jamii kikosi cha klabu ya Young Africans kutokea Dar es Salaam. Mambo vipi kwanza? Poa kabisa. Uko salama? Umeenjoy? Yeah, nimeenjoy. Au hujaenjoy? Nimeenjoy, mimi sinaenjoy mpira mzuri. Mara ya mwisho uliniambia mimi yule nikimwona yule Dombia, nikimwona yule Kouma kuna vitu sana na vipata. Jana umevipata hivyo vitu ambavyo ulikuwa unatamani uvipate ama ndo mechi tu kwa sababu ni mechi ngumu kwa hiyo hawezi kudisplay. Yanga amenibania sijaviona mwishoni afu kwa watu wawili tu. Na kadri watu wangu walikuwa ni watatu pale. Watu watatu. Mbona doko kwa jambo jana hajanifurahisha, jana ambaye kanifurahisha sana pale ni Dombia peke yake. Baada ya kuingia kutokea bench. Kouma kamaliza dakika zote 90. Sawa. Nataka tuanze kwenye mchezo wenyewe. Tuanzie nje kabisa kabla ya mchezo. Matarajio ya wanasimba wengi ilikuwa ni kwamba kwa namna yoyote huu hauwezi kuwa mchezo ambao wanaenda kupoteza. Lakini kwa bahati mbaya wamepoteza. Unafikiri nini ambacho kimegharimu kwa kiasi kikubwa klabu ya Simba moja kwa moja kwenye mchezo wenyewe kushindwa kupata matokeo? Nje ya uwanja au ndani ya uwanja? Mimi nataka tuanze moja kwa moja kwenye mchezo. Kwenye mchezo bwana ni Simba. Lakini ambacho kimeamua mechi ya jana pia ni quality. Ya Simba na Yanga. Mazungumzo quality mlaki tuzungumza quality za wachezaji. Mfano aliolinda ile mechi mpaka half time Yanga sasa kufa 3 ni quality ya Diarra. Sahihi. Tutakapo tutamlaumu Kibo kwamba kupiga vizuri, Stika pembe kupiga vizuri, hamna. Mimi pale kwa kipa mwingine pale, chuma zilikuwa zinaenda zile. Diarra ni kipa ambaye akili yake inafanya kazi haraka sana. Sio? Yaani wakati wewe unajiandaa kupiga, yeye anajitafakari ajiposition wapi na kisha ajiposition engo hii afu engo hii pia anaweza kaacha miguu. Kwa hiyo ukipiga wewe kwa namna ile atazuia tu mpira. Yaani jana kabla ya mechi kwa lipo na watu wengi sana pale kwenye kijiwe. Sawa. Pale banaumiza. Anaambia mnajua Simba kitokea mechi hajashinda. Kikwazo cha kwanza ni Diarra. Nikamwambia mechi iliyopita ambayo Simba alifungwa 2-2, kikwazo cha kwanza ni Diarra. Kuna goli moja alifunga, alitaka afunge Ateba. Ateba kashapiga. Anaenda kama kushangilia hivi afu Diarra karudi akacheza. Akachukua. Kwa hiyo the same jana pia ni hivyo. Yaani kodi ya Yanga ya kwanza pale ni nani? Ni Diarra. Kama kuna mechi moja hivi. Si mechi ambayo walitufunga Yanga 1-2 kama sikosei ngao jamii iliyopita. Si ni ile kama sikosei. Ni ile ambayo Diarra kwa timu ya taifa. Watu wakafanya vitu fulani hivi Diarra achile kufika kambini nini ili golini asipo Diarra. Nakumbuka ile kitu. Watu walijaribu sana, unasikia mpaka tiketi za ndege zikadelay. Diarra achile kufika sicheze. Ila engineer akafanya juu chini Diarra akafika akacheza na Diarra akatunyima tena nini
matokeo. Ushindi. Sema hoja naangalia save ngapi? Jana manake tumefanya chance kama 7. Ambazo ni on target ndio hizo kama 4. Ambazo zote hizo kwenye mikono ya Diaz yaani zote kazuia. Zote kacheza. Hiyo ni kichwa, hiyo ni shoot ya mguu, zote kacheza zote. Kwa hiyo ni quality, manake Diaz ana quality hiyo ya kulinda timu. Japo kuna muda pia hata kipa wa Simba naye quality yake ilisaidia Simba yake mchezoni. Kuna Kevo alipiga pa 10 akaenda nayo. Alisafiri ile mapema alafu. Yes. Kwa hiyo quality ya Yanga iliamua zaidi sana upande wa kipa, kwa sababu jana katika hizi sita mfululizo hizi ndio jana tu ambayo Yanga alitawala mchezo na Simba. Ka dominated. Jana Simba kwa sababu wanalalamika kwa sababu jana wametawala mchezo afu hawajashinda. Matokeo hajapata. Watu wengi wa Simba, yani jana wametawala mchezo. Kipindi cha kwanza, cha pili kidogo hivyo. Yani kwa hiyo mchezo mzima yake Simba kwa mtawala. Mshika mchezo vizuri tu. Sasa kufunga ndio changamoto. Na kufunga sio kwamba changamoto kwamba chances zikuwepo. Zipo. Ila Diarra yuko pale. Yuko pale golini rafiki yangu. Sasa unajua hapa kila mtu ana vitu vyake vya tofauti. Ule mchezo unaanza, watu wanategemea ule moto aliowasha Dombi ule siku ile Ekua Kouma atuwaone pale kwenye kikosi cha kwanza. Ila ghafla tu tumekuja kushtuka Azizi Andambwile kwenye midfield. Ameanza. Mudathiri haya kwenye midfield. Alafu juu kule Dube, Mzize nje. Watu wakasema yani mbona kama kuna kitu kocha anatujaribu yani huyu force nani kamwambia hivi vipi? Nafikiri ile inawezekana pia ni surprise package ambayo Fadlu alikutana nayo tu uwanjani. Labda wazaji wake kuna namna hawakutegemea vitu vya namna ile na kujipanga kucheza na timu ya aina ile. Sijui kama kuna kitu kingine ulifuatilia jana. Au tunaamini vikosi vinatangazwa saa moja kabla nini? Ya mchezo. Jana ilifika saa 10 kamili kwenye peji ya Simba mpaka saa 10 dakika 10. Hamna kitu. Peji ya Yanga mpaka saa 10 hamna kitu. Wanategeana namna yake kupost kikosi. Kabisa. Yanga akaanza kama saa 10 dakika 14 hivi. Ameanza kaposti afa akifuta tena. Sielewa. Watu wengi wako notice hicho. Kwa wafuatilie. Ndio sababu kuna hamsa je kikosi kikoje siku hiyo. Nani anaanza? Si watu wako wale walikuwa wanataka waone. Baada Yanga tena kufuta na wakaposti tena kikosi. Waposti kikosi Simba huko waposti watu wanaingia uwanjani kidogo ile Simba wakaposti kikosi. Sasa sasa hizi mind games zinafanya zinatumika. Zimeanza which is kwa mpira ni sawa tu kufanya. Lakini sasa surprise alifanya kocha wa Yanga. So ile sio surprise. Ile kocha yote ambaye ana akili lazima angefanya hivyo. Tuashumi ndo kocha wa Yanga. Mimi ni mgeni kwenye hii ligi. Sawa. Ni mgeni wa hizi dabi. Kwenye kosa ambacho nimekikuta mimi kuna addition ya mafundi kibao nimeletewa. Ambao mafundi mimi sijawahi kuona wamechukua wachezaji. Kabisa. Umeelewa? Ila nimepewa mikanda ya mechi za nyuma za Yanga. Nimeona kosa ambacho kinaanza kipo bado akijauzwa yani. Wako yani. Wanatoka watu wawili tu. Aucho Aziziki. Akaona sasa hii mechi mimi nianze kipindi cha kwanza. Kama dabi ilivyoisha ile nyingine nianze hivyo. Ila pale kwa Aucho na makanda mbu. Na bandika mtu wangu pale unakuta ameongea na yule China Monk kamwambia kwenye fitness huyu kwa sawa. Mweke huyu hapa. Sawa. Umeelewa? Wewe bala content ni mpya na ni mzuri. Subiri. Unaweza kawa fitness yako wewe. Mudathiri anza. Wewe ndio mpya ni fundi ndio lakini subiri. Hii mechi imefanya mechi wao juu. Umeelewa? Kweli wakaanza vile Yanga. Na kocha aliingia first half kwenda kuzuia asifungwe na Simba kwanza. Aisome mechi imekaje kipindi cha pili ndo afanye vitu vyake. Hicho kitu sio kwa nini kocha wa Simba kugundua. Mimi yani hapo nilikazika sana sio kugundua. Kwa sababu hata mashabiki tu niona this approach ya kocha wa Yanga ameingia kuangalia mechi inaendaje. Ndio maana first half Yanga alikuwa hata kwenda mbele wachache kweli. Wachache. Wengi wanabaki nyuma kwa sababu wanasoma mchezo. Ndio maana kipindi cha pili unaona pale Mudathiri njoo ingia pale Dumbia. Na ile Dumbia akaingia pale kweli mechi kakafanya nini? Kabadilika. Kocha alikuwa kuna kitu anakiona kwamba kweli na silaha kinawekwa. Lakini inabidi wanisubiri kwanza waingie wazoefu. Alafu mambo mengine najua mbeleni. Kwa sababu hii mechi ni ya kwanza nikidhani nikafungwa hii kwa jinsi mpira wa Bongo ulivyokaa na sisa zake shangao umefunga mechi moja na ukafukuza mechi hiyo hiyo. Sahihi. Kabisa. Kwa pale alimheshimu mpinzani vizuri. Kwa mimi wasi kushangaa na nilitegemea. Kama kocha kweli una akili utaanza vile. Sasa kitu kingine ambacho hizi kelele nimezisikia kwa mashabiki. Sasa sijajua ni kelele za kishabiki au ndo mpira wenyewe unavyosema. Jana afisa habari wa Yanga baada ya mechi kumalizika alikaa anasema sijui tactician wa Simba huwa hawawazi au hawana kabisa wa watu kwenye hao maeneo. Anasema si mechi zote tunashinda second half. Yaani sisi
First half nyie chezeni, rukeni, fanyeni mfanyavyo. Sisi tukija second half tunachukua matokeo. Hata mechi ya mwisho 2-2 sio ilivyokuwa. Penalty, alafu goli likaja likafungwa la pili. Zote second half. Kwamba ni Faldu anashindwa kutegua zile mbinu au anachokifanya Faldu kwenye kipindi cha kwanza ndo kama jana sasa vile. Timu yake anashindwa kumpa magoli kwamba ana mtaji wa kumpa goli first half pale. Unajua sasa sio kwamba toka aje Faldu tunafungwa hivyo. Toka tumeanza kufungwa na Yanga. Mechi karibia zote tulifungwa second half. Sio? Na mechi mwisho siku kumfunga Yanga tulifunga first half. Sio? Na mechi zote za first half Simba Oga anakuwa na create nafasi ya afungi. Ile mechi ambayo tulishinda 2-1 ya mwisho ambayo alifunga Kibu na nani ile mechi nakumbuka ile goli mbili tupata zote first half tukawa tumeua mechi tayari. Hata mechi ya goli 5 ile nafikiri goli nyingi zilikuja second half. Kama goli la kwanza lilipatikana mwishoni mwa kipindi cha kwanza hivi. Ile goli 5 pia half time ilikuwa ni 1-1. Ile Kibu anafunga kichwa 1-1. Ilikuwa 1-1 na kuvuka. Dakika ya 70 ndio goli zimeanza kuingia ya pili. Na 3 na 5. Sio? Kwa issue sio kwamba Faldu anashinda kutegua mtego. Simba. Tumeshinda kujua mbinu ya Yanga. Yaani Yanga anatumia akili ndogo kuwin kitu kikubwa. Yaani sasa first half kwa sababu kawaida kushambulia watashambulia. Second half watachoka tu. Dakika 60 tupeleke moto. Sio? Iko hivyo. Kwa hiyo alichosema Alikamwe ni kama akatufungia tu kodi ambayo ni sisi lazima tuijue. Watu wanaiona. Kila mechi ambayo tumefungwa sisi tumefungwa second half. Wala sio first half. Sio tumefungwa second half. Lakini sasa ambacho ubaya ni kwamba mara nyingi tunafunga second half pia tukao tumetawaliwa first half na second half. Kipindi hichi jana nadhani tumetawala mechi nzima. Ambayo tumefungwa second half. Yaani kwa namna kocha wa Simba nilitegemea jana afitu kwamba mimi hata alikuwa kocha wa Yanga lazima angeingia kuzuia kwanza. Kwa hiyo angeamini kwamba kocha anazuia. Chapi naye na mbinu nyingine kwa sababu huyu Chapi angeamini kwamba Yanga anafanya sababu ya Dombia. Yanga atakushambulia. Mimi nifanyaje nimfunge. Hakuwaza lakini mimi bado sio kwamba nimefuta imani kwa kocha, hapana. Kwa zile chances za jana zile. Kocha anakusa gani pale? Kwa wachezaji tu wenyewe lakini pia hata watu mpinzani. Na ubora wa timu mpinzani. Sasa pamoja na matokeo yaliyotokea pamoja na kila kitu kilichojiri kwenye mchezo wa jana. Kuna sababu yoyote ya mashabiki wa Simba kujivunia ile performance ama ndo mechi kubwa Simba lazima itacheza vile? Hamna. Sasa mpira wetu wa Bongo una shida kidogo kwa sababu unajua Bongo kuna mashabiki wa hizi mbili. Kwa mashabiki ambao walianza kuipenda timu ndio wakafanya timu ikafanya waipende mpira. Alafu wale ambao walipenda mpira afu kufuatia timu. Hao ambao walipenda mpira kwanza wakaja wakafuatia timu hao wanaga shida sana wanaelewa. Ila hao ambao Simba nimefanya wapende mpira wanaita shida sana. Ndio maana wanasema sasa hizi kocha hatuna tufukuze kocha. Wale Chelsea wamekwenda mechi 8 mfululizo bila kumfunga Arsenal. Mechi 8. Ila haijakuwa big deal. Mechi 8. Ile Arsenal kina Van Persie ile. Mechi 8 mfululizo. Barcelona sasa hizi na Madrid sasa hizi ashafungwa mechi 5 mfululizo. Anajipigia tu alafu machache. Alafu sio big deal. Sio moja bila hiyo. Sasa ambacho kinatufanya sisi hapa tuendelee kufungwa na Yanga. Ni kwa sababu wana Simba wengi ambao nimekwambia kundi la ambalo nimekutajia. Wengi hawakubali kwanza kwamba Yanga ni bora. Labda mtu anaamini. Sasa kitendo cha kuwa tu kwamba Yanga ni bora wewe ukubali ndio tunafungiwa hapo. Ndio maana Yanga wanasema tunapia kichwani unataka kuwajibu. Unavyowajibu maana yake unawatia wale asili kwamba hata kama walikuwa kama maandalizi 60% wanaenda kuongeza kwamba kumbe tumefunga mara 5 lakini bado wanajidai mtu kaongeze nguvu ili tuwafunge mara 6 na kweli tumefunga mara 6. Sio? Kwa jambo la kwanza ni kubali kwamba sasa kweli kuna quality Yanga wanayo ni nzuri ambao sasa hivi Simba ndo tunaikaribia. Yaani kwa ile performance ya jana ile kama mangapi vizuri kiufundi. Structure ya Simba inaweza kuonekana kwamba Simba wanataka waona mpira wao na hii washambulie hivi wafanye hivi na hivi maana yake taratibu tunakaribia kusogea walipo Yanga. Sio? Naamini very soon Simba inafika pale ambako wanahitaji. Tuna uwezo wa kuwa tunapambana na Simba yetu bila kuangalia Yanga. Yaani shida ya Simba anafanya kila kitu na mangana na Yanga anafanyaje. Yaani haiwezekani hatuwezi. Bali lazima tufanye vitu vyetu. Kuja kufunga Yanga itakuja tu automatically. Kwa sababu hata wao Yanga
kuna kipindi wamepitia msoto kwa Simba lakini walikuwa engineer wanafahamu mambo yake tu, anataka kufumua kikosi, anataka watu 11 mpaka sasa hivi Yanga imekaa vizuri. Sasa mashabiki wa Tanzania yani bora usichukue ubingwa funga Yanga Simba. Lakini kwenye football haijakaa hivyo, walisema football huko hivyo. Kwa sababu mechi na Yanga hapo si maana yake ni mechi moja au mbili tu msimu mzima. Haikunyimwa wala iko mechi zingine nyingi sana. Sio. Kwa cha msingi mimi naona tu wana Simba focus. Timu yetu sio mbaya. Timu yetu ni nzuri. Yaani kuna watu kabisa wanafanya vizuri. Ni bahati mbaya tu jana hawajashinda lakini Simba iko vizuri. Kwa hiyo mimi performance ya jana inanipa taswira nzuri mbele ya safari kwa Simba. Kwa hiyo ngoja tu nitakuwa to the drawing board sasa. Uhalisia wa kile ulichokiona uwanjani. Mchezaji mzuri anajulikana tu. Jana unaambiwa Nabi Kamara, Mligo abalishana sana kule kushoto. Ila pale katikati pale kama nilivyokuambia, kama kawaida tena Rushin Diruk kamaliza dakika zake 90, karudi zake nje, kila mtu anamuongelea. Of course Simba imetumia sana wachezaji wengi wapya pengine kuliko klabu ya Young Africans kwa sababu Simba imemkosa tunamzungumza Jonathan Soa na Mohamed Baja peke yake. Wakati Yanga mchezaji wa kimataifa pekee aliyemkosa kwenye game ya jana, maana yake hapo tunamweka Lassine Kouma. Humu wakina Edmond John, wakina Fenchikola wale, wakina Casemiro, Ninju, wote wakina Boyeli, wote wako nje pale. Performance ya wachezaji wapi? Tukianzia na Simba. Imekukosha au kuna mahali kuna mashaka hivi? Maplayer wapi wa Simba wote wazawa na wageni wote wamenikosha isipokuwa mchezaji mmoja. Mimi sijui, mimi na jicho langu tofauti ninavyoangalia mpira. Yaani ukiniambia fulani ni kiungo, nataka wewe na zile attributes za kiungo. Sio? Ndio kuna ile kauli sikia, huyo beki akili anafunga, sifa beki sio kwanza kufunga kwanza. Anazuia, alafu kama anafunga sawa. Sawa. Kwa sababu mimi ni kiungo, nataka nione ana receive mali vizuri, anatani vizuri, anaachia passes zinafika. Sio passes zinafika. Tunahitaji kwenye kukala kama. Maamuzi yake ni kwa sababu unajua ukiwa kiungo lile eneo ambalo muda wote lina watu. Yeah. Kwa hiyo receive pass na ipiga pale usha scan. Yeah. Asa yule Kante mimi yule Kante wa Simba bado. Kwangu mimi hapo binafsi. Performance yake ambayo nimeiona jana na sio kwenye Simba Day dakika 10 za mwisho, kuna kitu kipo off kidogo. Anavyosema kuongea sema labda hayuko fit bado, kama yuko fit basi inabidi asianze. Kama kwa anaumwa inabidi asianze, kwa nini alianza kwenye mechi ya jana? Na wakati wa play season ilifadwa wakasema yeye anataka ajenge timu kupitia nani? Kante. Sasa nipa mashaka. Kante huyu ndio ambaye tumemuona kwenye mechi ya jana ndo mwenyewe? Hapana. Au kuna mali kuna shida? Mali inafika mguuni inampalia. Anatuliza anataka geuke inampalia. Ngoja maadui anachukua. Kuna mmoja alichoma ilikuwa tu goli. Sio? Kwa yule mkongo mimi ndo bado ndo tumpe nini? Tumpe muda. Lakini kuna watu ambao hawapewi muda. Yule Rushin Beki sio kupewa muda yule. Yule bwana tumita The Rock, yani mwamba kwanza tu kabisa. Huyu hapa. Yule mimi naamini mabeki wengi wa Bongo, hata sio Bongo, hata wa Afrika, unaweza kama unakaa hivi, una play video zake pale kwa kujifunza kitu kipya. Sio kabisa. Ni mtu ambaye anasubiri wewe mpinzani ufanye maamuzi, ndio ufanye maamuzi ya pili yashafika. Sio akurupuki, yani yupo well composed. Kuna mmoja ile ilikuwa beki mwingine pale ile aekwa aliminya kama anapiga afa kupiga. Jamaa lala chini, kule chini akainuka akachota na mpira. Simeelewa? Asa ile rafiki kufanya wewe kama mtu anacheza mpira anajua ugumu wa kufanya kitu kama kile. Simeelewa? Alafu kwa mtu ambaye yuko sharp kama yule kwa mtu mwingine ambao performance yake ilikuwa superb ni huyu bwana Kamara. Kama kawaida yake. Yule bwana mpira anajua sana. Na enjoy zaidi akija katikati. Na enjoy zaidi katikati. Yule bwana anajua sana mpira. Anthony Mligo ameingia yuko vizuri. Na hiyo kwa sababu tunamjua na lakini ambacho sasa natamani Mligo ajue. Kwanza atambue kwamba yuko Simba. Sio yuko Simba. Huko tena na Mungu Mligo. Atambue kwamba yuko Simba, cha pili aongeze fitness yake. Hata kama kuna ile fitness wa timu anafanya. Atafuta na session yake peke yake. Na hata na wale watu mazoezi wa gym nini, yani atafuti tu. Vijana amepewa safari 2-3 pale. Ile yani alikuwa kachoka, yule mtoto kachoka na mimi hesabu ukumbuke hapo. Kwa lazima atafute fitness yake. Mtu mwingine ambao bwana ni kaperform vizuri yule Suleiman Mwalimu. Tunamjua ndio, lakini bwana mimi mwenyewe kanikosha. Kitu kimeenda kuongezeka huko alikotoka. Kanionyesha kitu cha tofauti sana.
akiwa na mpira ni ngumu kuchukua. Sikumwona akipoteza mpira jana. Mpira wa juu hata kama beki ni mzuri vipi, ni kazi kuchukua. Kabisa. Mpaka nilisema natamani sasa Fadlu atafute mfumo tu ambao unamruhusu kana na striker wawili. Alisema naye pia. Kuna ile alikuwa zungumza ile 4-4-2 Diamond maana yake inafanya huo winga mmoja naye kama kiungo ile pale mbele watoto wawili ambao mmoja stick hata soa pale mbele. Huyu mwalimu kwenda huko na huko anajua. Tunaona akiwa kule Fountain Gate. Yaani wewe hata jana nilikuwa namwangalia Kibu alikuwa kama anabaki katikati ya fieno anachukua huku anaita ndani, anachukua huko anaita ndani. Wewe kuna kitu nikiona sana kwa mwalimu. Kitu kikubwa sana. Yaani amekuwa professional sasa. Simeelewa. Sio tu player kwamba kawaida, amekuwa professional. Huko wapinzani huku Yanga wamecheza zao mpira wao, wanaojua wao, wamepata matokeo na ngao yao na wanashangilia, hawana tabu. Sasa jana mechi inaisha, nimekutana na shabiki mmoja wa Simba anasema kama Yanga ndo anacheza hivi, hii timu ya kawaida sana. Yaani ya kawaida vibaya mno. Sasa nikataka kupata tafsiri kama ni Yanga imeshuka kiwango, imepanda, imekuwa mbaya au mpango wa mchezo wa jana ulikuwa mbaya kwa Yanga? Kaka Yanga ni ile ile. Yaani mechi jana ya kudanganya ukata timu yako hiyo imelegea. Wanakupiga nyingi vile vile. Yanga ni ile ile. Jana tuseme kwa mechi jana mbinu yao ilifeli. Jana mbinu ya kocha yule kwenye mbinu za Fadlu ilifanya nini? Ilifeli. Ila Yanga ni ile ile. Pacome ni yule yule, Max ni yule yule, Mzize ni yule yule. Jana tu Yanga kuna mbinu zao zilifeli lakini Yanga ni ile ile. Simeelewa? Japokuwa sasa kiufundi sasa kabisa kiufundi ambao yeye haiwezi kuonekana leo wala kesho, tunamsubia tuone kocha wa Yanga Roman ana kitu gani kipya kwenye ile timu. Timu ile ile ndio. Lakini tunatamani tuone sana kitu gani. Unakujaje kocha? Tukienda kwenye mataifa labda. Mechi imeuma, yule kocha ana kitu gani anafanya. Kufanya mechi iwe rahisi kwa Yanga. Akishindwa hiyo mtihani, unaweza usifike mwaka. Kabisa sahihi. Yanga wamesajili kweli. Kwa nini mashabiki wa Simba wanasema wamefungwa nje ya uwanja? Watu wanazunguka dakika 90 zimeisha wanasema sisi tumefungwa nje ya uwanja. Huwa pale Azam wasema soka letu kivyetu vyetu. Wale ambao wanasema tumefungwa nje ya uwanja wale sio kwa puuza, wanajua. Na wengi ambao watu wengine watu wazima fulani hivi wako karibu na viongozi. Wapo karibu na viongozi wanajua soka letu ilivyokaa. Mimi ngoja nikupe swali ambao pia walotizama hapa ile swali jaribu kutujibu. Kabisa. Toka engineer amechukua Yanga. Ndio mateso Simba yameanza, si ndio? Sahihi, nakuelewa. Atoka engineer amechukua Yanga. Engineer lazima kila mfiko sababu lazima amchukue mtu mmoja kutoka Simba aende Yanga. Kabisa. Kila msimu pale. Hata kama kenda Yanga acheze. Fanya ufanyavyo. Lakini hawepo tu katoka Simba. Msimu unasikia mara Mkude, mara Chama. Safari Zimbwe. Yaani watu wanavutana tu pale. Ana kazi gani nao? Kimya pale. Wewe unafikiri Yanga walikuwa na shida kweli ya Mkude? Mkude kweli. Kacheza mechi moja si mbili zile na Mamelodi. Ndio akaperform tu ile. Ndio maana sasa tunafungwa nje ya uwanja kwanza. Hiyo ndo maana nje ya uwanja. Simba tunamjua. Kabisa, sahihi. Kacheza miaka 13. 13 pale Simba pale. Kapteni walikuwa miaka mingi. Mambo yote ya Simba ya nje uwanja anajua. Kabisa. Yupo Yanga sasa hivi. Tunaingia na anashangilia. Kwa Yanga mdoto anacheza singeli. Ni saa zote ana furaha pale Yanga. Sasa. Simeelewa. Kama msemaji wao anasema wana mtu wao ndani ya Simba. Simeelewa. Na huyo mtu wao sisi hatumjui. Ndio mtu wao labda alipata zile jezi. Sio kwenye pesa wanasema tuna video za Yanga za Simba wakiwa pre-season ambazo wako wazipost. Wamezitoa wapi? Nani wametoa? Ni Yanga wamezitoa wapi hizo video? Nani kawapi hizo video? Ndio maswali ya kujiuliza. Kuna viongozi pale kwa Simba kila mechi hata jezi ya Simba hajaye kuvaa toka tunamjua. Wapo pale Simba. Hawavai jezi za Simba lakini viongozi wa Simba. Ila mashabiki mnavaa jezi zote tatu, mnavaa blue, mnavaa nyeupe, mnavaa nyekundu, mnavaa kuna kiongozi avaa hata t-shirt nyekundu. Wewe unaangalia kubadilisha mtoko tu. Kwa nje uwanja imekaa hivyo. Ndio kufungwa baada ya kufungwa nje ya uwanja. Yaani wewe umejiandaa kwa mbele zako ziko sehemu nyingine. Kuna watu tayari, kuna vitu vyao viko tayari. Ndio maana unakuja kuambiwa ilikuwa inabidi aje Simba lakini hayupo Simba, yuko Yanga. Sijui naye Max bila Simba. Hayupo Simba, yuko Yanga pale. Anaambia Pacome mwenyewe anaambiwa yuko kuja Simba. Hayupo Simba, yuko Yanga. Bala Conte. Yale mwishoni unajua anakuja kupiga chorus kwamba
tukumtaka huyo. Tulimtaka Kante. Utumtaka mwingine. Sisi Balakonte tulimuona kwenye mechi ile na wale factions tulimuonea kule sisi. Umeelewa? Tukasema huyu midfield atatusaidia number 6. Amna rafiki yangu. Kwa hiyo tushafungwa nje ya uwanja. Alafu sasa yule engineer kwa mbinu yake hiyo hata mara 10 katufunga. Vizuri tu. Sasa lazima baki 4 tu. Lazima niweza 4. Maana hapo kuna ligi kuu mbili hapo. Hapo kuna kama kuna FA hapo katikati. Kuna FA hapo katikati. Namba 3 tayari kwa msimu. Umechanganyika hapo. Mmekutana tena. Wakipia papo yote maana yake inakuwa 9. 9 hapo. Bakiza moja tu. Ngao jamii moja. Hiyo moja mnaona watu wanasema. Watu wanasema hamna hata kabla ya mwaka tunasema mapinduzi mwezi wa kwanza bana tunaita timu. Hamna mmejichanganya tena zimelia. Mimi nataka nataka tumalizie la mchezo wa jana, tumalizie la mwisho. Concern ya mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu anasema bana tulishakaa chini tukaongea haya mambo tulishamalizana. Bana leta marefa kutoka nje. Haya, wameleta marefa wao, mmeona kilichotokea. Ukumbuka mara moja walikuja marefa nje mtu kala 2 bila. Haina lawama ile. Marefa wajaja kutoka nje. Ina mantiki concern ya marefa kutoka nje? Mantiki hamna bwana. Unajua inafika muda viongozi wanatafuta chaka la kujifichia. Ndio maana kuna muda utaona viongozi timu inafanya vibaya wanamfukuza kocha, ni chaka tu wanatafuta viongozi. Yaani kuna muda kiongozi kama anajua sema jamani kwa tunafunga hivi mara nyingi mfukuza kwenye uongozi wangu. Tunajiuzuru. Ya jamii nitegemea kama kiongozi anaweza bana angefanya jamani mimi mabwana mimi wamenishinda, kuna mahali wamenishinda. Mtu mwingine anisaidie kufanya nini? Kuongoza. Kuliko kutoa kauli kwamba bana si marefa watoke nje. Marefa nje walikuja. Chuma hivi. Tulikula chuma hivi 2 kama kawaida. Jana Achiga 90% yuko sahihi. Hizo 10 bado ni amekosea lakini hatuwezi tukamlaumu. Sio ile tukio mfano la goli la Yanga ile. Ile kulikuwa kuna VAR. Ile goli lisingesimama. Kwa sababu vitu hivi. Vile ya kwanza angeweza kuamua kwamba ni offside. Sio Nafikiri inatokea wapi baada ya Pacome kuwa kujihusisha na mchezo bila mpira. Kwenda kumzuia nani? Lucien Delo. Sio ya pili labda tukisema sio offside. Ya pili ingekuwa labda ni foul kwa sababu walimwekea hichi ile Lucien Delo. Sio na speed ya kwa amtoka nayo Lucien Delo kutoka huko nyuma ilikuwa kabisa anaenda kumkuta Max. Ila Pacome anafanya nini? Alimzuia. Kwa hiyo ni clear foul. Sio kucheza foul offside vyote viwili kama kuna VAR. Sasa hapo tuna assume sisi wenyewe ambao tuko huko tunaangalia play ndio tunataka kugundua. Baadaye jana yenyewe pale nasema jamani wanasema wenzangu hii ni goli. Ngoja tuvumilie tuangalie replay. Ila hiyo kwamba ile ni kuna shida pale. Baada ya kuangalia replay baadaye kumbe shida ipo. Sasa wewe umetumia mpaka slow motion unaangalia. Ndio umeangalia. Refa yuko pale bila kama maamuzi ndani ya sekunde hiyo angefanyaje? Kwa refa hataki sana kulaumiwa. Kwa jana tu yuko sawa. Yaani ile mistake ya vile ni kawaida afu ndo football. Wazungu wenyewe sasa hivi mechi zao za marefa 5 sijui. Refa mwepo kwenye goli la huku. Bado kuna VAR lakini bado wanakosea leo. Bado lawama zinaisha za kuhusu. Na bado wanaweka teknolojia ya offside. Bado si refa anavaa kamera kipo hapa lakini bado kuna vitu bado mambo yanaweza kutokea. Sasa hizi mpaka wamebadilisha offside mpaka kudi mwili mzima. Lakini still vitu vinafanya nini? Tunaenda kukosea kwa sababu football ilivyo ni mchezo ambao vitu vinatokea chap. Sasa kama vitu vinafanya kazi haraka maana yake ndo lama zinakuja kwa mashabiki. Na sisi mashabiki ndo tunaongea sana kwa sababu vitu kama hivyo. Kabisa. Mimi Alajiga simdai kwa chochote. Kama zile chances tupata jana tungefunga. Tusiko tutamtukana leo Alajiga. Labda ngoja anaongelea na timu nyingine. Kwa hapo issue hapa ni quality tu. Kwa ile mechi na quality na sio vitu vya marefa bwana. Yaani hata kuna akuja refa wa nje. Kama Kiba anakosa vile tu angekosa. Sasa mimi nataka tumalizie na mambo mawili. Jambo la kwanza, Fadlu kapewa kila mtu kwenye timu ila anatua tu Dar es Salaam. Anasaba na mimi kwenye timu yangu nataka X factor player. Kilikuwa kitu cha kwanza alichosema. Wanafikiri huyo X factor player au kuna aina ya mchezaji ambaye Fadlu anamkosa pale Simba kwamba akiwa naye huyo tushamaliza mechi. Sasa ukienda kwenye tafsiri ya X factor inawezekana kwenye ligi yetu hamna timu yenye X factor. Yaani ile goli X factor player inawezekana timu yetu kawa tunata timu moja yenye mtu hata wewe na mtu kama fulani wanaokaribia wapo. Umeelewa? Ngoja kwa mfano X factor. Mfano umeona FR7
Kwa kipindi Ferguson alisema Ronaldo hata akiwa QPR atashindaga tu magoli mengi. Kwa sababu ana uwezo wa kuamua mwenyewe mechi popote pale alipo, kama yuko mita 40, mita 20, mita 10 nitafunga tu. Tukipata faulo nitafunga, tukipiga kona nitafunga. Niambie bongo hapa nani yupo hivyo? Sawa. Na kuna timu nyingi sana duniani hazina X factor player nyingi, na ndio maana makocha wengi duniani wana struggle kuunda timu ambayo imtegemea mtu yoyote. Yaani leo Saka akiwepo sawa, asiwepo sawa. Unaelewa? Fulani akiwepo, kwa sababu ukiwa na X factor maana yake siku akipotezwa umeisha. Maana yake timu yako yote imeisha hiyo. Inapotea. Kwa hapa bongo the real X factor hamna timu ambayo wanayo, lakini wapo hao ambao wanakaribia kwa level ligi yetu hao ni X factor. Mfano Yanga pale Pacome Zouzoua. Sio? Pacome unaweza kwenye mechi na JKT usimuone hata kidogo. Njoo kwenye mechi na Ahali labda. Kachukua mpira hapa kamuona yeye kasokota watu kaenda kapiga kafunga. Unaelewa? Kwa hiyo ambacho alimaanisha Fadlu. Kama mimi mbona nilikuwa nimeelewa. Unajua Kiingereza kila mmoja anatafsiri yake. Kwa sisi wabongo kila mmoja anasoma shule yake na mwalimu wake. Mimi nilivyoelewa ni kwamba hakusema kuwa hana X factor. Pia anatamani wana X factor, anatamani kupata player mwingine ambaye nini? X factor. At least wakiwa wawili watatu. Leo unaweza kumsema X factor mmoja akainuka. Ndio tafsiri ya Fadlu. Kwa sababu mimi kwa jicho langu la mpira yule Mpanzu akisema hii mechi ameamua, anaweza kugeuza mechi. Sio? Lakini sasa unavomba mtu majukumu ya kugeuza mechi, maana yake inabidi umwache awe huru afanye anachojisikia yeye. Usimpe majukumu mengine yote. Sio? Sasa wakiwa wawili maana yake wanasaidiana, ndio ambacho shida ambayo naitaka nani? Fadlu. Lakini kuna kauli jana kuna mtandaoni naingia sana hivyo nasema jamaa kafanya sababu kafanya dakika 70 sababu mechi kubwa hajawahi. Bwana afu wanaongea hivyo ni wana Simba. Kama wana Simba mbona mnasahau mapema sana? Ni wewe Fadlu mbona kwa mnamimba mechi na Almasi ndio huyo. Timu nzima imepotea. Lakini mechi na Almasi yeye ndo anadribble anakuja na piga shuti goli. Kadriba sio mabeki amelala kapiga assist goli. Ndio huyu Mpanzu kwa msifia that time. Sio hivyo? Achana na hiyo mechi ile ya Berkane tupo away kule. Tulifungwa na Berkane lakini ukiangalia timu nzima hakuna cha Hawa, hakuna cha Mkwala, hakuna cha Teba. Wote ambaye anaonekana pale mpaka wale Berkane wakatuma ofa ya kumtaka nani? Mpanzu. Kwa sababu walimuona kwenye zile mechi mbili. Sielewa. Dabi ya mwisho ile ambayo tulifungwa 2-2 na Yanga. Ile mechi Mpanzu kwa Simba nzima Mpanzu alikuwa anawatesa Yanga mpaka mmoja alipokota akapiga hivi nakumbuka mwambe mpaka ucho kadi njano. Shida ni kwamba siku tulifungwa tu tukao tumeshinda mkimzungumzia. Mechi ya jana ndio mechi ambayo mimi naona imemkataa kabisa na inawezekana imemkataa kwa sababu alichagizwa na kocha ni tofauti na yeye ambavyo uoga anatoa. Jana mimi nimeona anazuia zaidi kuko na mbele. Jana kuna mtu kama yeye ndo namba 3 hadi yupo nyuma muda yani hivyo. Kitu ambacho sio nature yake. Kwa mimi bado siwezi kumshushia heshima Mpanzu. Jamani quality player na uwezo mkubwa sana. Na kitu ambacho mimi kuhusu Fadlu na X factor nilikifikia sana nikasema basi wazo lake sio baya. Lakini mpaka hapa tuko sajili mpaka inabidi tusubiri shadogo sasa. Tupate na X factor sana mwanzo. Mtu ambaye yeye ndo anamuona X factor. Sio sisi tunamuona. Mtu ambaye yeye anamuona. Pata nani hapo? Pesa kama ikiwepo unampata tu. Pesa alimtaka yule. Kwani Mpanzu unampata yule atamtaki tena. Mwenyewe sio shabiki wa yule kuja. Hamtaki kabisa. Mimi sitaki aje. Sasa hizo alivyoongeza nasikia sijui unatakiwa utoe 4. Haina shida hii mimi sitaki aje. Baba 4. Sitaki aje. Hamtaki kabisa. Na kuhusu game ya jana. Simba ni timu nzuri. Lakini imekuwa mapema mno Simba kutana na Yanga. Sima hizo mechi hazitakiwagi hizo. No, yani Simba asubuhi hivyo unakuja kukutana na Yanga bwana. Yani nitamani sana wale Singida ile FA final wangeshinda ili ngao jamii wacheze wao. Wewe maisha mengine yaendelee kwanza. Ili Simba ilicheza hata mechi 5 za ligi hivi. Tutaje kukutana na Yanga. Pata kwanza momentum. Wakipata momentum nzuri waweze kucheza na Yanga. Unajua hii kupata chance na kufunga. Kufunga unajua ni mazoezi, ni kipaji. Ndio maana wanafunga Lewandowski mpaka ana miaka 34 ila Barcelona waamuza sababu mpaka leo Barcelona hawajapata mtu wa kumreplace. Sio? Wakina Kena ana 31 sasa 32 ila Bayern wanang'ang'ania. Sio? Huyu Ronaldo ana miaka 40. Wale Al Nassr kawashawishi wamuondoe pale. Sio? Kwa sababu kufunga ni sanaa ambayo wana watu wachache sana. Sio? Sasa hizi watu wanaofunga ni wachache sana. Kwa hiyo
yani tunalaumu sana maplayer, lakini kwa namna inabidi sasa timu iendelee kufanya mazoezi, kufanya sasa eneo la mwisho huko chini build up nini tunajitahidi, lakini eneo la mwisho kidogo ndio halijakaa sawa sawa. Na Simba naamini baada ya michezo 4-5 kuna kitu ambacho tukakiona kuhusu Simba hii ya saizi. Ila mwanga ni mzuri kwamba inawezekana Simba safari hii ikawa nzuri na ushindani mzuri zaidi kwenye ligi na kimataifa. Sasa ndo hapa nilikuwa nakuja kwenye pointi zangu hizi mbili za mwisho. Nilikwambia ya kwanza ndio ile nimekupa ya X Factor. Ya pili nilikuwa nataka kukupa nikuulize makombe yamebaki kama ifuatavyo: Champions League, CRDB Federation Cup, ligi kuu Tanzania bara, makombe ni 3. Hayo yote na Yanga yumo. Msimu unaishaje? Kuna matumaini yoyote? Kishabiki. Kishabiki sasa. Kishabiki sasa. Tunachukua. Na kishabiki na football sawa. Kishabiki Simba anaweza makombe mawili ya ndani wakagawana na Yanga au na Azam au na Singida. Lakini Simba lazima kuna kombe lote hapa kutoka nao. Lazima kuna kombe kutoka nao. Sawa. Wakizubaza kutoka na wote mawili. Kwa sababu mwelekeo wake sio mbaya. Yaani ile timu ya jana ya Simba ilicheza vile. Kasi na Namungo. JKT. Akajikaza sana Namungo ana 3. Mtibwa. Mbeya City sijui. Wakina Prison kina KMC huko. Simba na mechi ngumu ya Yanga, na mechi ngumu ya Azam, na mechi ngumu ya Singida. Simeelewa. Kule Coastal shakuwa tawi sijui. Sasa kama kawaida sasa tusikia na wao. Familia. Hiyo ni kishabiki. Ila kifootball. Walisia football ilivyo. Ligi msimuni ni ngumu. Singida nimeangalia mechi yao moja tu ya Kagame. Achana na finali ya Kagame ya finali. Ya finali sikuangalia. Nusu finali lazima na KMCC. Ile ya finali na Al-Hilal nimeangalia tu replay. Nimeona kuna kitu. Moment za chama zile. Kitu nikiona pale kwa Singida imebadilika. Na hisi ni mbinu ile kocha mkatili. Kama kawaida. Gamondi ni kocha anayependa sifa ya kufunga watu. Argentina huyo. Simeelewa. Kwa Gamondi hawezi kukubali mechi ya Yanga na Simba ikamsumbua kiasi hicho. Sisi tunataka kufungia booster unasikia mtuka na mkono, mtuka la 4. Kwa ugumu wa ligi unaanzia hapo. Ugumu wa ligi unakuja sehemu nyingine ujue. Hapo ligi inaanza leo. Inaanza leo. Ugumu wa ligi unakuja pale Chamanzi pa. Azam pale. Ibenge. Inawezekana wachezaji lakini pale ukiingia tu hivi unakutana unaanza tunaenda kukutana na Ibenge. Ibenge ni kocha ambaye kila mechi anacheza yeye ana mfumo mwingine. Kwa sababu anakusoma kwanza wewe ulivyo ndo anapanga kwamba huyu Yanga basi ndakaba na 4 kati ndio kwa 5 mbele ya kama mmoja. Asi Yanga pale sikasha kufa mechi 2 kwa ule mzee. Vibaya mno. 2 alafu unaambiwa kila ile wakija wanasema ya mwaka huu imechoka. Alafu anashinda. Kipigo. Kwa ugumu wa pili wa ligi umekaa hapo. Ugumu wa 3 ndo wa Simba kumfunga Yanga. Simeelewa. Ukiona factor za marefa hata nini zote tuzijui na sababu ligi haijaanza. Lakini tunatamani safari makosa marefa yapungue. Kuisha yawezi. Hata siku hii pia mpaka leo makosa hayajaisha. Na wanavielewa. Kwa hiyo kuisha yawezekana, kupungua kidogo inawezekana. Kwa hiyo ligi itakuwa ngumu. Atakayecheza vizuri karata zake sana za away ndio atakuwa bingwa. Sana za wapi? Za away. Unaenda zako Mbeya. Unaenda Mbeya afu unafungwa. Unafikiri kinachofanya Azam msiopita aishie kule kuishia nini? Akienda Mwanza kafa. Kaenda Fountain pale kwa tabu jirani. Kwa hiyo ligi yetu ilivyokaa nyumbani hakunaga shida. Ila away ndio kuna yaani ukienda away wewe sana Pamba anakuwa giant siku hiyo yupo kwake. Yuko nyumbani huyo. Nje uwanja anakupiga, ndani ya uwanja kusimama na kupiga. Baada viongozi ndio wenyewe wapo huku wanashabikia Pamba akufunge. Kwa hiyo atakayeweza kumaintain mechi za ugenini bingwa wa msimu. Ishi sio kwamba Simba mfunge Yanga ndio bingwa. Mfano msimu uliopita Simba asingesalia na Coastal, asingesalia na Fountain Gate. Simba bingwa. Ile Coastal 2-2 na 2-2 ilikuwa ya kitoto kwa sababu half time unaongoza 2-2. Kipa anafanya kazi ya kufanya wewe maneno unacheza katikati ya uwanja. Abdalla Dennis Kwei kachungulia mbali. Acha tu. Fountain Gate ile cha Sambi anafanya kitu gani sije pale. Wala mimi hope. Acha Sambi.
draw ya Azam ile dakika 89. Mnaongeza 2 dakika 59. Zidane anatokea sio wapi. Zidane Sereri yule. Afu alitoa boko moja nakumbuka. Kaingia dakika 89. Man of the match. Ngasa alhamdulillah ligi yetu inaondoka. Jana pia Pacome amekuwa man of the match. Hivi nataka tusahau hiyo. Ulisahau hiyo. Pacome man of the match. Sasa basi Diarra ndiye adake mabomu kama man of the match basi. Sababu kwa jana performance ya jana alifanya mechi moja bila nani bwana? Diarra. Ni Diarra. Sio amesave sana. Anja akasave unaona kama 3 hivi. Sio kabisa. Yaani hiyo kumpa tuzo Pacome. Wakuu wamesema afuatilia mfano mechi Manchester na Man City ile ya juzi Jumapili. Unajua wazungu wapo real sana. Wazungu tofauti na sisi. Yaani wazungu kama wana unafiki basi ni kwa 80%. Na sisi wa Tanzania wa Afrika sio unafiki wetu 80. 20 ndo walisia. Kwa sababu siku ile mechi imeisha under plays 2. Akapoteza tuzo man of the match. Akaomba mai kwamba hii tuzo mimi sistahili. Wakuu. Said Donnarumma. Kuna mtu pale mwanzoni pale mechi haijaanza kabla ya sana Donnarumma. Kashika sana mipira ya Manchester. Tuzo mimi nipa kinaenda kumpa nani? Donnarumma. Pacome jana ingebidi nayo mzungu. Samahani bana, kuna mtu katusababisha pale hii mechi ndo maana 1-0. Diarra yule pale. Tuzo yako hiyo hapo bana. Alafu sio hivyo, sio kwamba akampa kisizi aongee kwenye mic. Yaani kabisa Diarra hisi kwamba leo nimethaminiwa. Oya, ile performance tena ya Diarra inatokana msimu mzima. Asiperform vile. Nakwambia tena. Nakwambia sasa, yani hapo hapo mbele yako, kasave. Kipo mbele yako, kasave. Hamza karuka free header. Kasave. Dakika 92 ameruka ua free header. Kasave. Wewe. Haya. Soma siara bwana. Yeye ndio kumpaka Pacome hivyo. Ndio kumpaka Pacome. Na yule nani yule? Nani yule? Jana sitomaliza nani kabisa mgogoro wa MVP sio MVP au jaisha jana. Bado tuendelee. Tubishane sana. Ito tuzo siazi. Tuzo ligi inaanza leo. Tuzo zitatuali. Tuzo siazi po. Tuzo ligi ishaanza. Tuzo hamna. Afu achana ligi tu. Bado ndio yenyewe imebakiza wiki unajua. Sisi ndio tuzo gani? Kile moja sijapenda sana sana kwa mashabiki wa Yanga. Hivi kwa nini mashabiki wa Bongo wengi tuna ushamba? Kwa sababu ya hatukubali vitu vya kwetu. Ile Ndambule na kwetu yule unajua. Watu yani yule hapo kwa Ndambule. Performance ya Ndambule ya jana. Akaenda kaifanya vile Balakonte. Leo asubuhi ungesema vichwa vya habari. Watu wangetembea na magazeti yale. Lakini kwa sababu amefanya Azizi na Ndambule. Angeshaanza kuitwa midfielder teacher. Sasa Mwambalaso tena. Sasa yule mtu akiela hapo chini kwa kazi kwa Kialaga Marcus ni kwa lagia. Lakini jana mimi nikimtoa Diarra naifuatia kwa album man of the match ndio angekuwa Ndambule. Azizi alikuwa anafanya kazi yake tu, anafanya wengine muenjoy football anakaba, anawapeni chwali. Najua mnawakaa mko salama, yani hata mkipanda juu mnajua tuko salama. Mpaka amekutoa mara nyingi mpaka akapata kadi ya njano nafikia bahati mbaya, lakini jana game yake ilikuwa nzuri sana. Kama uko kocha simpi ajua. Yeah, sahihi hajui mtu. Na kocha baada ya mechi alizo why selected Ndambule akasema ndo nicho kwa nini? Kwa mazoezi. Simeelewa. Hapo wazungu wamejipanga hivi. Kwa kama mazoezi akiendelea kutisha mazoezini. Tuondoke. Tutamuona sana. Namba ile pale. Tutamuona sana. Bwana, I hope umeenjoy kwa kuwa pamoja na sisi kwa siku ya leo kwenye uchambuzi wetu wa mchezo kati ya Simba dhidi ya Yanga. Cha kufanya bwana. Utakimaliza bwana. Utakimaliza. Wewe kama unaendelea kuamini watu. Wewe ndio tukuamini watu. Ulimwona Shabala. Alikuwa kapteni. Yule wanaliaga yule. Tano yeye na Kapombe ndo waliolia. Wanalia wale. Wanashika benchi pale wanalia wale. Leo kwaje anaruka na ngao vile kweli. Afu kuna mtu akanitumia interview yake ya mechi ya mwisho ile. Akasema unaambia nini mashabiki wa Simba? Akasema kumbe alisema hivyo kwamba waende kushabikia timu. Alisema kwamba waondoke. Aiza washabikia timu yao. Kwamba sio endelea kushabikia timu yetu. Waende kushabikia timu yao. Mimi na kwangu. Kwa alisema kama waondoka yule. Wewe kama unaendelea kuamini watu. Wacheza mpira wakufundishe kitu. Wala tusikilize, tuamini sisi ya LMTV kukuletea habari za kimichezo, uchambuzi pamoja na matukio wakati wote. Unachotakiwa kukifanya ni kusubscribe katika channel yetu. Achana na mambo ya kina Shabala. Mpaka wakati mwingine tena. Kwa heri kwa sasa, nilikuwa na Paco Steve kwa siku ya leo. Mimi ni Emmanuel, good luck. Kwa heri.